Television Tumaini, shukran sana kwa kuchagua TV Tumaini na shukran pia kwa kuchagua kipindi cha kahawa au chai. Na mara hii basi ikiwa ni sehemu ya kwanza, hii ni mara tu baada ya kuhitimisha hii ikiwa ni sehemu ya pili. Yes, baada ya kuhitimisha tu sehemu ya kwanza ile kuanzia 12:30 za asubuhi, na mara hii basi saa 2 tunaelekea ukingoni pale itakapo timu 3 kamili za asubuhi ndio itakuwa tamati ya kipindi. Lakini mara hii ni sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kahawa au chai katika meza ya majadiliano. Huwa napenda kuita meza huru, meza ambayo nakutanisha wadau mbalimbali kutoka kada tofauti, lakini lengo ni kukaa pamoja kuzungumza, ndio maana tukaita meza ya majadiliano. Kwa tunakaa tunajadiliana masuala mbalimbali ambayo yanakuwa yakiendelea hapa nchini, lakini lengo hasa ni kuhakikisha kwamba basi tunasongesha mbele gurudumu hili la nchi yetu hii nzuri kabisa ya Tanzania, mama Tanzania. Mimi ni Anet Nyoni katika sehemu hii ya pili. Karibu tuambatane pamoja, na tunafahamu kinachoendelea hapa nchini kwetu Tanzania ni kuhusiana na mkutano mkuu kabisa wa wakuu wa nchi za Afrika kuhusu nishati, misheni 300, mkutano ambao umelenga kuhakikisha kwamba basi inapofika 2030 wa Afrika milioni 300 wanafikiwa na nishati. Na yote haya yameanza kuanzia tarehe ile 27, na hii leo ikiwa unaendelea, ikiwa ni siku ya pili ya mkutano huo, ambapo jana ilikuwa ni mawaziri wa kisekta, leo marais wanakutana kwa pamoja kujadili namna gani itakapofika hiyo 2030 basi nishati hiyo iweze kuwa imewafikia wa Afrika hao katika maeneo mbalimbali ya bara hili la Afrika. Tuondokane na kuitwa kwamba Afrika bara lenye giza. Na pamoja nami hapa nipo na mgeni siku hii ya leo, nipo na afisa utalii kutoka Makumbusho ya Taifa. Utajiuliza pengine kwa nini imeanza na msingi huo kwamba mkutano alafu Makumbusho ya Taifa kunani? Kuna namna gani, kuna mahusiano kati ya vitu hivi vyote hivi? Kwa hiyo niko na afisa utalii kutoka Makumbusho ya Taifa. Zaidi sana tutazungumzia ushiriki wa Makumbusho ya Taifa katika mkutano huu wa wakuu wa nchi barani Afrika kuhusu nishati. Na pamoja nami hapa nipo na Antonia Mkama, yeye ni afisa utalii kama ambavyo nimekujuza awali. Antonia, karibu sana. Asante sana. Habari za asubuhi? Salama kabisa. Za Makumbusho ya Taifa? Makumbusho sisi ni kwema kabisa, na wote wanawasalimia. Tunashukuru. Tunazipokea salamu. Mnatunyima nini hasa Makumbusho ya Taifa? Makumbusho ya Taifa tunawanyima vitu vizuri sana. Na pata kidogo huzuni kuona kwamba watu hawaji Makumbusho ya Taifa, kwa sababu kuna vitu vizuri sana ambavyo vinafurahisha, vinaburudisha, lakini kikubwa vinaelimisha. Hapo ambapo unapata huzuni kwamba watu hawaji, pengine labda ninyi kama Makumbusho ya Taifa, labda kuna sehemu fulani melegalega kiasi ambacho labda Tanzania wanaona kwa nini ende Makumbusho ya Taifa? Kwa nini? Unajua sisi wa Tanzania tuna ile mtazamo kwamba makumbusho ni sehemu ya wazungu tu. Makumbusho ni sehemu ya wageni na sio sehemu yetu. Lakini kumbuka Makumbusho ya Taifa ni sehemu ambayo tunahifadhi vitu vya kwetu. Tunahifadhi vitu vya Watanzania. Tunahifadhi vitu vinavyohusiana na historia pamoja na utamaduni wetu. Ndiyo. Kwa hiyo ni makumbusho ni kwa ajili yetu. Kwa wageni ni bonus tu kwamba wao wanakuja wanajifunza kuhusu sisi, na wao kujifunza kuhusu sisi tunajivunia kwamba watu wapo ambao wangependa kujua kuhusu sisi. Lakini makumbusho ni sehemu ya Watanzania. Ndio. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tusione tu kama ni sehemu ambao watalii wao ndo wanapaswa wanapofika nchini basi watembelee, lakini kumbe sisi tunapaswa kufahamu pengine mila, tamaduni zetu, vitu vyetu tulivyo navyo. Na Makumbusho ya Taifa tumejitahidi kwa kiasi kikubwa sana kuwaelimisha watu, kuwafuata watu, na watu ambao tunawafuata zaidi ni wanafunzi, watoto, kwa sababu tunajua kabisa kwamba kwa kizazi hiki cha sasa hivi cha katikati hapa ni kama hatujachelewa, tunajitahidi, lakini kidogo inakuwa pagumu. Lakini kwa wanafunzi ndo tunaanza nao kwenye base. Kwa hiyo mtoto atakuwa akijua kabisa kuna Makumbusho ya Taifa na Makumbusho ya Taifa kuna kitu gani. Kwa hiyo tumejitahidi kwa kiasi kikubwa sana kuanza kuelimisha watu. Na kwa sisi hapa wanafunzi asilimia kubwa sana wanatujua, kwa sababu vitu vingi ambavyo viko Makumbusho ya Taifa vipo kwenye syllabus za mitaala yao. Kwa wanasoma. Kwa tumejitahidi kwa kiasi kikubwa sana kufanya
kujitangaza ili kuambia watu wafahamu, na moja njia hiyo pia ni kuja hapa Tumaini ili kuambia kuambia kwamba sisi Makumbusho ni nani na tuna kitu gani na waje, kwa sababu wakija pale hawatajutia. Tuepuke tu ile kwenda mwisho wa mwaka na mwisho wa mwaka ukivua status za watu wengi ama katika mitandao ya kijamii Instagram huko unaona ukatembelea huko ukatembelea kule. Sisi Makumbusho ni mwaka mzima. Hatuna Jumapili, hatuna Jumatatu, hatuna Jumamosi, na mpaka leo watu wameambiwa wasiende kazini, lakini sisi tupo kazini kwa ajili ya kupokea watu. Na kwa sababu pia kuzingatia tuna ugeni mkubwa hapa nchini. Kwa hiyo tupo pale kwa ajili ya kuwahudumia. Na sawa. Tukijikita pengine katika mada yetu, hasa ushiriki wenu ninyi Makumbusho ya Taifa katika mkutano huu wa wakuu wa nchi za Afrika kuhusu nishati, uko vipi? Kwa sababu tunazungumzia nishati, tunazungumzia wakuu wa nchi, na sisi ni Makumbusho ya Taifa. Namna gani yani mahusiano hapo yakoje? Sasa nianze mbali kidogo kabla sijaelezea ushiriki wetu katika mkutano huu. Sisi Makumbusho ya Taifa kwanza ni taasisi kubwa ambayo inajihusisha sana na elimu, kutoa elimu kwa watu kuhusiana na historia, mila, tamaduni, desturi zetu, lakini pia tunahifadhi hiyo historia, tunahifadhi zile mila, desturi na hizo tamaduni, lakini pia tuna maonyesho. Nikiongelea maonyesho na maanisha zile kumbi ambazo tumeweka vitu ambavyo wageni wakija wanaweza wakaviona kwa urahisi. Ndio. Kwa sisi kama Makumbusho ya Taifa, ukiachana na vituo ambavyo vipo mikoani, kwa Makumbusho ya Taifa tuna vituo 7 vya makumbusho, lakini lakini tuna vituo vya mali kale ambavyo ni zaidi ya 90. Kwa hiyo kwa Dar es Salaam tu tuna vituo zaidi vya mali kale zaidi ya 20, lakini tuna makumbusho 2 kwa jiji la Dar es Salaam tu, ambao moja iko Posta na nyingine ipo Kijitonyama pale. Ambao tunaweza kupaita makumbusho tu hivyo. Ndio. Na hivi sijui kama watu wanafahamu kwamba kituo cha makumbusho ni kimetokana na kijiji cha makumbusho. Ndio kimepata jina hilo. Kwa hiyo sisi kama Makumbusho ya Taifa kwa vituo vyetu ambavyo viko Dar es Salaam vimebeba historia, vimebeba utamaduni, vimebeba tunu, tuseme tunu ya taifa. Kwa nianze kwa kijiji cha makumbusho. Kijiji cha makumbusho pale ni makabila. Ukifika kijiji cha makumbusho unajifunza Utanzania, Watanzania, makabila yao, unajifunza nyumba zao, unajifunza vyakula, unajifunza maisha yao ya kila siku. Kwa kuwepo kwa kijiji cha makumbusho pale ni kama tunu ya taifa, kwamba mtu akifika pale whether ni mgeni au ni mwenyeji, akifika anajifunza Tanzania nzima kwa sehemu moja. Na kwa Posta sasa ni pale ni historia, utamaduni, biolojia, kila kitu ambacho kinapatikana Tanzania nzima kipo pale. Kwa upande wa historia, kwa upande wa utamaduni, kwa upande wa biolojia, na kila kitu ambacho Tanzania inajivunia kipo pale. Na moja ya historia ambayo sisi tunahifadhi pale ni pamoja na historia ya ukombozi wa bara la Afrika pale Posta. Kwa hiyo ukombozi wa bara la Afrika ni zile harakati sasa ambazo sisi kama nchi pamoja na rais wetu muasisi wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizitoa na alizifanya, alijitoa kwa hali na mali kwa ajili ya kuwasaidia nchi nyingine za Afrika kuweza kupata uhuru. Kwa sisi ukiacha tu huu mkutano, lakini tuna kitu kingine ambacho kiliweza kutuunganisha sisi pamoja. Tanzania tukiwa center, tukiwa katikati. Kwa pamoja na huu mkutano sasa ni kama muendelezo tu wa yale ambao tulikuwa tumeshafanya. Kwa sisi kama Makumbusho ya Taifa kwenye mkutano huu tumeandaa baadhi ya vitu ambavyo vitaweza kuwaburudisha, lakini pia kuwaelimisha wale wageni, na ndio maana tupo wazi siku zote mbili, tulikuwa wazi tukiwahudumia na wanakuja wageni pale. Na wakija pale tumewaandalia utalii wa jiji, tunawapeleka kwenye sehemu tofauti au mbalimbali za vituo vya malikali kama nilivyosema ambavyo viko Dar es Salaam, lakini pia wanatembea kwenye makumbusho zetu, wanajifunza kuhusu historia, wanajifunza kuhusu utamaduni, lakini pia tumewaandalia vyakula vya asili, ngoma za asili. Kwa hiyo wakitembelea kijiji cha makumbusho, wakitembelea makumbusho na nyumba ya utamaduni Posta pale, wanakuta vitu vyote hivi. Kwa sisi ni kama tumeileta ile
Tanzania, sehemu nyingine za mikoani ambao hawawezi kufika, kuileta na kuiweka pale Dar es Salaam ili wale wageni ambao wanakuja sasa waweze kuvutiwa. Lakini pia sisi kama makumbusho tumeandaa maelezo, kwa sababu tuko na watu ambao wameshiriki kwenye mkutano ambao wanatoa maelezo kwa watu, wanawaelezea watu kuhusiana na makumbusho, kazi zetu tunazozifanya, ni vitu gani ambavyo watafaidika wakija kutembelea makumbusho, ikiwemo sehemu za uwekezaji, kwa sababu hiyo pia ni moja ya kitu ambacho rais wetu anasisitiza sana kiwepo. Kwa tumeandaa pia maelezo kuhusiana na sehemu za uwekezaji za sisi kufanya. Kwa maana yake hapo ukiangalia ni kama ni maana zamani nilikuwa ukisikia makumbusho mnajua ni kwenye uhifadhi tu peke yake. Kwa sasa hivi pengine mmehama hapo kwenye uhifadhi, mpo katika na hiyo kitu pia napenda kuambia watu kwamba sasa hivi tumehama. Sasa hivi hatuhifadhi tu, lakini pia nitoe ile mtazamo ya watu makumbusho ni sehemu ya kuweka tu. Yaani kama watu wanauliza ngambia kwa nini nikiwa na koti la babu yangu naweza inatekesa, lakini pia inatufanya na sisi tuone kwamba kuna gap sehemu ya watu. Ndio kweli kuna ombo kwa hiyo makumbusho tumehama, sio kama tumehama, tumeongeza kazi kwa sababu bado tunahifadhi, bado tunaelimisha, lakini tunatoa sasa hivi huduma ya utalii. Na utalii wetu ni utalii wa kihistoria pamoja na utalii wa kiutamaduni. Na tunazo bidhaa za kiutalii ambazo sisi kama makumbusho ya taifa tunazitoa. Na bidhaa zetu sisi sio kama za watu wengine kwamba akifika tu anaangalia, anamuona simba, anamuona tembo, anamwacha anaondoka. Yaani hawezi kwenda kucheza naye, hawezi kwenda kupiga naye picha, labda zile sehemu baadhi ya sehemu ambazo wanaweza wakapiga nao picha. Kwa sisi utalii wetu ni tunaita kwa lugha ya kigeni engaging, yani unashiriki pamoja. Na kwa mfano nikiongelea kushiriki wetu, utalii wetu sisi sana sana ni utalii wa kihistoria kama nilivyosema kwamba tunawapeleka kwenye vituo tofauti tofauti vya kihistoria kwa jiji la Dar es Salaam na mikoani pia tunafanya. Lakini pia sisi utalii wetu mwingine ni utalii wa matamasha. Na matamasha yetu sisi sio kama haya mengine, sisi utalii wetu ni matamasha ya kiutamaduni. Na yale matamasha ya kiutamaduni ni sio siku moja. Yaani tunachukua kwa mfano kuanzia Ijumaa mpaka Jumapili tunaita siku ya utamaduni wa Mtanzania. Na ile siku inakuwa ni kwa makabila au kwa mkoa, inategemea sasa na kipindi hicho tumeandaa kwa gani ama kabila gani au kabila gani. Na kwa mfano tulifanya ya Kigoma. Kigoma ni makabila yote. Kigoma sio Waha tu, maana watu wengi tunajua Kigoma ni Waha. Yapo zaidi ya makabila 3 kwa mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo wao walifanya siku ya watu wa Kigoma. Kwa hiyo ilikuwa ni kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Na ndani ya zile siku 3 kunakuwa na mavazi, wanaonyeshwa jinsi gani watu wanavaa, wanaonyeshwa ni jinsi gani watu wa Kigoma wanakula, kuanzia jinsi wanavyoandaa, kama ni pombe ya asili inaandaliwa vipi, inawekwaje, inanywewa vipi. Kwa sababu sisi kwenye utamaduni wetu hata kula pia hatuli tu, yani kama vile wanaenda tu mezani unapakua. No. Kuna niseme ni kama stage za kula, yani kwamba tukiandaa chakula sasa hivi lazima mnawe mikono, kuna jinsi ya kukaa, nani anaanza kupakuliwa chakula, na nani pengine ananawishwa, na ni sehemu gani ya, kama ni nyama ni sehemu gani ya, kama ni kuku ni sehemu gani ya kuku ambayo ni mtu gani anakula, kama baba baba nini kwa hiyo kuku hiyo ni mtoto ni mama, kama ni mjamzito. Yani kuna wanafundishwa vyote hivyo kwa sababu watu wengi wanakuwa hawapati ile muda wa kwenda kijijini na kujifunza, au wakienda kijijini ni ile papa ameondoka. Kwa vile vitu wanakuwa hawezi kujifunza. Kwa hiyo hiyo ni zao lingine ambalo ni la ku-engage sasa la utalii ambalo sisi pia kama makumbusho ya taifa tunalitoa. Ndio. Mkutano leo ni siku ya pili tokea mkutano uanze, lakini najua hapo wageni pengine kuanzia kwenye tarehe 20 na pengine 24 25 hapa wageni walikuwa wakiingia. Hadi sasa pengine hadi kufikia pengine siku ya jana, hali iko vipi hasa kwa hawa wageni ambao wanakuja kwa ajili ya mkutano huu mkuu wa wakuu wa Afrika kuhusu nishati kwenu ninyi sasa makumbusho?
Kwa sisi hapa tunashukuru kwamba wale wageni wameelewa kwamba ile ni sehemu gani na wamekuja. Na kulikuwa na station kwenye mkutano. Kulikuwa na muda wa break, muda wa lunch, muda wa chai, lakini kulikuwa na mikutano ile ambao wanaingia wanafanya inaendelea. Kwa hiyo tulikuwa kwa sababu tulikuwa tunawapokea, tunawahudumia. Kwa tulikuwa tunaobserve sana kwamba kipindi wakiwa kwenye break au wakiwa kwenye lunch, unakuta wanatoroka kidogo wanakuja. Na tumepokea wageni wengi walokuja kutoka kwenye mkutano. Na wengi ni wafanyabiashara, lakini wengi ni wale supporting staff ambao wamekuja na wale viongozi. Wengi wamekuja sana pale makumbusho na walikuwa hawajui pale kuna nini. Na kilichokuwa kinawavuta sana sana pale ni kama walikuwa wana explore kwamba kuna nini, labda sehemu ya chakula nipi na nini. Kwa hiyo wamejikuta wametokea makumbusho na wametembea na wamejifunza. Na hiyo ndio ilitufanya pia watu wetu waende wakakae kwenye mkutano sasa kuambia. Na baada sasa ya kuanza kuwapa taarifa, wengi sasa wamekuwa wanakuja kwa sababu wamepata taarifa. Wamekuja, wametembea, wamejifunza na wamepromise kwamba leo pia wengi wanakuja zaidi. Kwa napenda pia kuambia watu kama wale ambao watahitaji kuja kwa ajili ya kuengage na wale watu viongozi au baadhi ya wageni ambao wanatoka nje wawekezaji, wanaweza kaja makumbusho ya taifa pia kwa sababu meeting center nzuri kwa sababu pale kuna eneo kubwa, kuna ground, kuna viti, kuna restaurant, kwa wanaweza wakakaa na wakakutana na wale watu. Kwa sababu sio wote tunaruhusiwa kwenda kwenye mkutano ule mkubwa kwa sababu ya usalama na mambo mengine. Kwa sababu wale wageni wanatoka kule na kuja makumbusho, wageni hawa watu wa kawaida sasa wa Tanzania wanaweza wakaja pale kwa ajili ya kukutana na wale watu wengine. Na wanakaribisha sana kwa sababu ni eneo la na ukarimu pia ndo tumu yetu. Na sisi wanakuja wanakuja utamchekea mgeni, ni utamkaribisha na kujifanya na wewe pengine kama afisa utalii. Sisi waga hatuna shida kabisa makumbusho. Unafanya wewe kidogo afisa utalii pengine unachomeka na kwako. Kabisa mambo yakaenda. Ndio. Mtazamaji ambaye atufuatilia muda huu, hii ni sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai, na kubwa zaidi tunazungumzia kuhusiana na ushiriki wa makumbusho ya taifa katika mkutano wa wakuu wa nchi za Afrika kuhusu nishati ambao unaendelea, na leo ikiwa ni siku ya pili. Namna gani wenzetu hawa makumbusho ya taifa wanautumia huu mkutano? Nakumbuka siku ya kama sikosei Jumatatu nilifanya pia kuelekea huu mkutano, kuna afisa nilifanya naye ambaye ni mmoja kati ya wale waandaji wa huu mkutano. So unajua kuna timu kubwa kuhakikisha kwamba jambo linafanyika na linafanikiwa. Na moja kati ya mambo alizungumzia fursa, wa Tanzania kutumia fursa. Sasa naona na nyinyi makumbusho ya taifa mmetumia fursa. Ndio. Na kitu kimoja ambacho sisi huaga tunafanya makumbusho ya taifa na watu wengi huaga hawajui ni kuwasaidia vijana kuona fursa. Yaani kila unachokiona kione kama fursa. Kitumie kama fursa. Usisubiri kwa sababu hiyo nafasi inaweza isijirudie tena. Na kwa sababu pale sisi tunapokea wanafunzi wa level zote kuanzia primary, secondary, vyuo vikuu, tunajitahidi sana kuwa mentor, kuwafundisha wale vijana kwamba kila unachokifanya kifanye kwa nguvu zote, kifanye kwa moyo wote. Kila jambo unaloliona litumie kama fursa. Na kwa mfano kwenye huu mkutano watu walikuwa wana register kwa ajili ya kwenda, lakini watu walikuwa wanaogopa kwamba labda nikiregister mtachajiwa. Kwa nini usijaribu ili uone mwishoni kama unachajiwa? Kwa makumbusho pia tumeandaa hiyo sehemu ambayo watu wanaweza wakaja wakakutana, na ndio maana pale ukiacha tu mgahawa ambao upo pale ambao watu wanaweza wakakutana, lakini pia kuna cash bar. Tumeandaa kama sehemu ya vinywaji ambapo kuna cocktail, kuna juices, kuna vinywaji vya kawaida, soda, maji, ambapo watu watakuja ni kama sehemu tu ya cocktail. Watakuja, watasimama, wanakunywa, wanapiga story. Kwa hiyo ikifika jioni kuanzia saa 9:30, kwa sababu si muda wetu wa kazi unaisha saa 9:30, ile sehemu inafunguliwa. Tunaacha kufanya kazi za ofisini, sasa tunaanza kuwakaribisha watu, na pale karibu kuna wajasiriamali wengi ambao wanakuja. Kwa hata vijana ambao wako mbali wanaweza wakaja pale makumbusho. Sio lazima uende ukanunue soda, sio lazima uende unaweza ukakaa tu ukanunua popcorn 1000 ukapiga story, ukakutana na watu, ukakutana na fursa. Kwa sisi tumetoa fursa kwa vijana waje, na watu
watu wengine ambao ni wafanyabiashara, ni watu wanaojihusisha na wajasiriamali, ndio wanaweza wakaja pale na wakakutana na wajasiriamali wenzao, au kama ni watu wanaohusiana na masuala ya energy na nini, wanaweza wakaja wakakutana na wenzao na waka socialize na wakapata fursa kupitia. Pengine ushiriki hasa katika hilo eneo la kwamba wala hawa wajasiriamali. Anaweza wajasiriamali akaona kazi amechelewa labda kwa sababu ni siku ya pili vitu kama hivi. Kuna utaratibu labda wote mimi mjasiriamali pengine na bidhaa zangu na batiki na nini nataka nitumie makumbusho ya taifa nije kuonesha. Utaratibu ukoje, au nakuja tu na bidhaa yangu au inakuwaje? Sasa kwa kuhusiana na wajasiriamali na huo mkutano walio ndani wale kule. Lakini sisi kama makumbusho ya taifa tunakuaga na sehemu ambayo au na eneo la wajasiriamali na watu wa sanaa kuonyesha sanaa zao. Na kila mwezi tuna program sisi inaitwa Museum Art Explosion au MAE. Ile ni program ambayo wasanii tofauti wawe ni wasanii wa kushona, wasanii wa kuchonga, wasanii wa kuchora, wasanii wa kuperform jukwaani, wanakuja na kuonyesha sanaa zao, vipaji vyao. Na kwa makumbusho tuna sehemu tunaita ukumbi wa muda. Ule ukumbi wa muda ni maalum kwa ajili ya watu wa sanaa ambao wanakuja na kuweka sanaa zao. Na ile program inafanyika kila mwisho wa mwezi. Na hata juzi Jumamosi tumefungua, tulifanya. Kuna watu walikuja ambao walikuwa ni sanaa za jukwaani pamoja na wameweka onyesho lao pale. Kwa hiyo ni sehemu ambayo hata wajasiriamali wanaweza wakaja na wakafanya program zao. Kwa hiyo ni kuwasiliana tu na sisi au kuja makumbusho ya taifa na tunafuata utaratibu. Mimi kuna utaratibu ambao mmeweka. Ndio na utaratibu huo sana ni unaleta andiko idea yako, tunakaa tunadiscuss, tunaona tutafanyaje ili kuweza kufanikisha. Na kwa sababu kwenye makumbusho yetu pia tuna theater. Ile theater ni kwa ajili ya performance, yani michezo ile ya jukwaani kwa wale wasanii ambao wao kazi zao ni michezo ya jukwaani. Kwa hiyo tunaweza tukafanya aina mbili ya sanaa. Kuna kuwa na michezo ya jukwaani, lakini kuna kuwa na maonyesho. Wanaenda wanaweka sanaa zao, alafu wageni watu wanaokuja pale wanaweza wakaingia wakanunua, kama ni picha, kama ni shanga, kama ni nini, wote wakanunua. Lakini pia wao wanaruhusiwa kujitangaza wenyewe ili watu wengine waje ili waweze kununua bidhaa zao. Ndio. Kwa hiyo wajasiriamali wanakaribishwa sana. Tuna program nyingi sana ambazo zina wafavor wajasiriamali. Lakini kijiji cha makumbusho pia tuna program inaitwa kijiji soko. Kijiji soko ni kama kijiji lakini soko la kijijini. Kwamba wajasiriamali wanaenda wanaweka bidhaa zao pale, alafu wageni tofauti wanakuja wananunua. Ndio. Na sisi tunashirikiana sana na watu wa balozi nyingi. Kwa hiyo unakuta mabalozi wengi sana wanaijuaga ile program. Kwa hiyo ikifika kijiji soko tunatangaza, wanakuja. Ndio. Umesema mabalozi. Mabalozi wengi maana hapo ndipo ambapo Watanzania wanarudi nyuma. Hapana. Nikisema mabalozi nimeongelea issue ya mabalozi kwa ajili ya fursa. Kwamba utapata fursa ya kuuza. Lakini sio kwamba vitu vyote vinauzwa kwa bei. Hapana. Bidhaa zile ni wajasiriamali wadogo. Kwa hiyo ni 1000, yani kuanzia 1500 unaweza kupata chochote. Chochote nategemea wewe unataka kitu gani. Kwa bei zetu sio ndio maana imeitwa kijiji. Bei zetu ni za kijijini. Ambapo kila Mtanzania anaweza afford. Ushasema mabalozi hapo kuna watu fulani alafu si watu wanaogopa, ndio maana nakwambia ni watu wanakuwa na ule mtazamo kwamba makumbusho ni sehemu ya wazungu tu. Hapana. Makumbusho ni sehemu ambayo ni rahisi, yani kati ya sehemu zote naweza nikasema vivutio vyote Tanzania, makumbusho ni sehemu ambayo ni affordable, yani ni ya gharama ya chini kuliko zote. Kwa sababu sisi kiingilio pale ni 1000 tu. Ndio. 1000 kwa mtoto na kwa mtu mzima ni 2500 ambapo niseme kwa Mtanzania yoyote anaweza akafika pale. Na ukifika pale unapata kitu ambacho hauwezi kukipata sehemu nyingine yoyote. Kwa sababu ukienda mbugani ndio utajifunza wanyama nini, utapiga nao picha, lakini ukija makumbusho utajifunza historia. Ile historia inakujenga wewe ku appreciate nchi yako, kuijua nchi yako, kujua unaelekea wapi
wapi, umetoka wapi. Lakini kikubwa sana ambacho tunawasaidia watu sisi ni kujenga ile dhana ya uzalendo kwa nchi yao, ambao hiyo tumerithishwa. Kwa inabidi na sisi tuendelee kuwarithisha wengine. Kwa ni zaidi tu ya kuona, kujifunza, kufurahia na kupiga picha. By the way ni pazuri sana. Kwa hiyo nawashauri takaribia na mimi pia nitakaribia. Japo najua wakati mwingine tunakujaga zote tunakujaga kikazi lakini tutakuja ile sasa nimekuja sasa na mimi nimekuja makumbusho. Na hiyo hivyo pia kwako mtazamaji, niko na afisa utalii kutoka makumbusho ya taifa Antonia Mukama, tukizungumzia kuhusiana na ushiriki wa makumbusho ya taifa katika mkutano wa kwa nchi za Afrika kuhusu nishati mission 1000 mission 300 changanyikiwa mission 300 yes, kuhakikisha kwamba wa Afrika milioni 300 wanafikiwa na nishati ifikapo 2030. Amezungumza mengi kuhusiana na namna ambavyo wao wanafanya kutumia fursa hii ya wageni ambao tuko nao hapa nchini, na leo ikiwa ni siku ya pili ya mkutano, leo maraisi wakiwa wanakutana, na ambapo mikataba 14 inatarajiwa kusainiwa siku hii ya leo kuhakikisha kwamba basi haya ambao wanazungumza kweli anakwenda kufikiwa pale inapofika 2030. Na mara hii tutakwenda kupata mapumziko mafupi mtazamaji. Punde tutarejea, usiondoke. Na kwa nambari ambayo unaiona hapo chini unaweza kutuma maoni yako, ushauri wako, lakini pia kama una swali la makumbusho pia unaweza ukatuuliza makumbusho. Yuko hapa afisa utalii, yeye atakujibu vizuri tu. Jua haya yote na mengine mengi, ungana nasi katika kipindi cha Kilimo Sokoni. Nyumba bora hujengwa na mwanamke, lakini pia mwanamke huyu ni pambo la nyumba, na panapo haribika kitu kwenye familia, mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa 8:30 mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku hapa Tumaini Television. Na mtazamaji, tumerejea baada ya mapumziko mafupi, na hii ni sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai katika meza ya majadiliano, na tunazungumza kuhusiana na ushiriki wa makumbusho ya taifa katika mkutano wa wakuu wa nchi za Afrika ambao unafanyika hapa nchini, na leo ikiwa ni siku ya pili. Na pamoja nami hii leo niko na afisa utalii kutoka makumbusho ya taifa Antonia Mukama, tukizungumzia kuhusiana na masuala haya ya mkutano, lakini zaidi sana kile ambacho wao makumbusho ya taifa wanakifanya kuhakikisha kwamba hii fursa hii yani sipite tu hivi bure. Kama makumbusho ya taifa kwa kuna kitu tumekifanya ambacho kitangaza nchi yetu, ili kesho na kesho kutwa hata hawa ambao wanaondoka wageni wetu waondoke wakiwa kuna kitu wamekipata kutoka kwetu. Wamejifunza taratibu zetu, mila zetu, vyakula vyetu na mambo mengine kama hayo, tamaduni zetu. Na mara nyingi tunakuwa tunaona wageni kama hawa wanapokuja na kutoka pale airport pale unakuwa na vikundi vile ngoma kuonesha sisi wa Tanzania na tamaduni zetu ndo hizi hapa, kuwakaribisha wageni mbalimbali. Kabisa. Yep. Pengine tuangalie sasa ni kazi gani hasa ambazo ninyi makumbusho mnafanya hasa katika matawi yenu hayo mengine ambayo umeyataja ya Dar es Salaam, lakini kadhalika na katika swala la Malikale mnaambia zaidi ya 90. Ndio. Tuko vizuri zaidi ya 90. Na hizo 90 ni zile tu
ambazo ziko chini ya makumbusho ya taifa. Kuna nyingine ziligaiwa kwa TAWA, TFS, TANAPA. Kwa mali kale za Tanzania ni nyingi sana, ni zaidi ya 200 kwa Tanzania. Ni nyingi sana. Ndio. Sasa kwa sisi kwa makumbusho ya taifa, kila kituo, kila tawi linakuwa na kitu chake kinachoonyesha na historia yetu sisi imegawanyika. Na kila mkoa umebeba historia. Nitaongelea sasa kwa ufupi kupitia matawi yetu yale. Ndio. Kwa matawi yetu kwa Dar es Salaam kama nilivyokwisha kusema, kijiji cha makumbusho pamoja na makumbusho na nyumba ya utamaduni Posta. Kijiji cha makumbusho ni makumbusho ya ethnography tunaita au makumbusho ya mila na tamaduni za Tanzania. Inaelezea makabila, inaelezea nyumba, inaelezea vyakula, nguo, kila kitu kinachohusiana na watu wa Tanzania kimewekwa pale. Lakini kwa Posta ni historia kamili. Pale tuna historia ya kuhusu chimbuko la mwanadamu, tuna historia kuhusiana na Tanzania kwa ujumla kwa vipindi tofauti tofauti kuanzia kabla ya uhuru, kipindi cha ukoloni, baada ya uhuru na baada ya harakati zote, tuna Azimio la Arusha na kila kitu pale, ile historia imewekwa. Lakini pia kuna kumbi za sanaa. Kwenye kumbi za sanaa tunaongelea sanaa za mapangoni, na sanaa za mapangoni sasa tunaongelea kabla hatujaanza kujua kuandika. Kabla hatujaanza kukaa kwenye nyumba, ni leo watu walikuwa wanasafiri, kwa hiyo wanaacha alama kwenye mapango ili waweze kuwasiliana na watu wengine ambao wangeweza labda kuja pale kwa alert kwamba hapa kuna hatari, au wakitaka kuishi kupata joto wafanye kitu hiki. Ndio sanaa za mapangoni zilikuwa zinatumika kwa ajili ya kuwasiliana. Lakini pia tuna ukumbi wa sanaa za sasa. Tukiongelea ukumbi wa sanaa za sasa, sisi makumbusho tumeiweka ni kuanzia miaka ya 1970 mpaka sasa hivi. Na sanaa zile zipo sanaa za wasanii tofauti tofauti, na zipo sanaa za kuchongwa, zipo sanaa za kuchora, zipo sanaa wengine wana kutengeneza kwa udongo au simenti. Ndio. Kwa zipo sanaa za aina tofauti tofauti, wale ambao wanasuka, kufuma, zipo sanaa zote ambazo ni za kisasa zaidi. Na tukitoka sasa kwa mkoa wa Dar es Salaam tunaenda mkoa wa Arusha, na kwa mkoa wa Arusha pia tunayo matawi mawili. Tuna makumbusho ya Azimio la Arusha, na tukiongelea sasa makumbusho ya Azimio la Arusha ni Tanzania nzima wakati wa ukoloni wa harakati zile za kupigania uhuru kamili, muungano, vita ya Kagera mpaka sasa hivi, na Azimio la Arusha sasa, kwa sababu pale ndipo ambapo mkutano wa Azimio la Arusha uliokuwa na wajumbe 69 ulifanyika pale, akiwemo Nyerere, Kawawa pamoja na Oscar Kambona ambao wao ndo walikuwa viongozi waliosimamia ule mkutano. Kwa hiyo tunasema ile makumbusho inaelezea historia ya siasa ya Tanzania kwa ujumla na vitu ambavyo vilitumika kuimarisha siasa ya Tanzania. Na tukiongelea hiyo tunaongelea pia muungano wa nchi hizi mbili, harakati Mwalimu Nyerere alizotumia wakati wa kupigania uhuru, wakati wa kulikomboa bara la Afrika, lakini mwenge wa uhuru pamoja na historia yake. Na tukiongelea sisi mwenge ambao upo makumbusho ya Azimio ni ule mwenge wa Tanzania tunasema. Uliwashwa mwaka 60 wakati wa uhuru 61, lakini haukukimbizwa. Uliachwa mpaka mwaka 64 tulivyoungana na Zanzibar, na ni mwenge pekee ambao ulikimbizwa Tanzania bara na visiwani baada ya kuungana kuungana Tanganyika na Zanzibar. Na baada ya kutembezwa kukimbizwa uliwekwa makumbusho ya Azimio. Kwa ni ule wenyewe kabisa ambao tukiongelea sasa kuhusu muungano, ule ni kifaa kimoja hapa ambacho tunakiconsider wakati tunaongelea hiyo kitu. Ndio. Na baada ya hapo sasa tunahama. Lakini ni wakumbushe tu wa Tanzania kwamba ule mwenge uliopandishwa mlima Kilimanjaro upo Posta Dar es Salaam kwa ambao watataka kuja kuona, na vifaa vingine vingi vya kihistoria ambavyo ni vyenyewe vile vilivyotumika vipo makumbusho ya taifa, wanakaribishwa kuja kuviona. Unaona. Ndio. Lakini pia
Arusha pia tuna makumbusho nyingine ya elimu viumbe. Kwenye makumbusho ya elimu viumbe, kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, tabia ya nchi, kuna mimea mingi, kuna wadudu wengi, kuna wanyama wengi sana ambao wamepotea. Hawakuweza kuishi mpaka sasa hivi au havikuweza kuishi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo sisi makumbusho ya Azimio la Arusha inawakumbusha watu, inahifadhi wanyama, wadudu, mimea, kila kitu ambacho kilishawahi kuishi, ambacho kilikuwa kinaishi kwa sasa hivi kimehifadhiwa makumbusho ya elimu viumbe Arusha. Na kwa wale ambao hawapati muda wa kwenda mbugani kuwaona wanyama ambao wako hai, pale tuna wanyama, ndege, wadudu, mimea ambao imekaushwa na picha pia ambazo za mimea, wadudu, maua ambao yamepotea au ambayo yapo lakini yamehifadhiwa pale. Kwa hiyo ukifika utamuona simba kwa muonekano wake wa porini, japo atakuwa ni ngozi ile ambayo ni ni yenyewe kabisa, kucha ni zenyewe, ndevu zile za simba ni zenyewe, ndani tu ndo material inabadilika. Lakini ngozi kila kitu ni ya simba kabisa. Kwa hiyo ukifika unamuona yule wanamuita life sized lion pale makumbusho ya natural history elimu viumbe Arusha. Baada hapo tuna makumbusho nyingine Butiama, ambayo ni makumbusho ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na naomba niwakumbushe wa Tanzania kwamba kwenye makumbusho zetu, kila makumbusho tunajitahidi sana kuweka historia au tamaduni wa watu wa eneo hilo. Kwa kama ni makumbusho ya Azimio la Arusha kwa mfano, pale kuna historia ya watu wa Arusha, kuna historia ya makabila ya watu wa mkoa ule, wa Kilimanjaro wa mkoa ule. Kwa hiyo tunajitahidi sana kufanya hivyo, lakini tunawahamasisha pia wadau tofauti waweze kuanzisha makumbusho zao binafsi. Kwa sababu ikianzishwa makumbusho binafsi inaturahisishia sisi pia kwa ajili ya uhifadhi wa hizi mila. Mtu binafsi anaweza kufanya hivyo. Anaweza kabisa kufanya hivyo. Na sisi tunawasaidia tu kuwapa wataalamu au kuwashauri ni jinsi gani ya kuweza anzisha makumbusho zao. Hatuingiliani na wewe unataka kuweka nini, tutakushauri tu kwamba ukiweka kitu hiki na hiki kinatakiwa kiwe na maelezo haya na haya, au maelezo yako yakae hivi, ili hata kama una plani ya kuanzisha ile iwe kama sehemu ya utalii, unaweza ukaja mgeni akija anaweza kuelewa kwa urahisi na anavutiwa. Kwa sisi tunakushauri na tayari tunazo hizo za watu binafsi. Ndio makumbusho zipo na za watu binafsi tayari. Na zipo za machifu individually, lakini zipo za jamii ambazo haziko chini ya makumbusho ya taifa. Zipo za makanisa, zipo za mashule. Kwa hiyo ni watu binafsi wanakuja kutuomba tu sisi kama msaada wa kuwasaidia. Na tuna encourage sana iko kitu, na kati ya kitu ambacho ukija utahudumiwa zaidi kuliko kitu chochote ni kama unataka kuanzisha kwa sababu inaenda pamoja na kazi zetu sisi za makumbusho za kila siku kwenye uhifadhi, na inaturahisishia sana katika majukumu yenu. Katika majukumu inaturahisishia sana. Na kumbuka tuna makabila zaidi ya 120. Sasa sisi hatuwezi yani mpaka tuanze kila mmoja, yani kila kabila itachukua muda mrefu kidogo, japo tunajitahidi sana kwa uwezo wetu. Lakini pia kwa kila familia wanaruhusiwa, kwa sababu tukishamaliza makabila tabii tuanze sasa kwa koo. Sasa tukianza itakuwa ni nani. Kwa hiyo wakianzisha wao wenyewe inakuwa ni rahisi zaidi kwenye uhifadhi na uendelevu wa mila na tamaduni zetu. Kwa hiyo jamani, hata wewe ukoo wako unaweza kufanya kitu. Yuko gani unaweza kufanya kitu, akina Nyoni wakina nani wengine mkatengeneza tukeni historia yenu, uko huu iko hivi iko hivi kwa hivi. Mtazamaji pia kupitia nambari ya 0742 77344 0742 unaweza kutuma maoni yako, ushauri, na pia kama una swali hapa kwa afisa utalii kutoka makumbusho ya taifa unaweza kufanya hivyo, alafu tutasoma swali lako na atakujibu. Tulikuwa tunaendelea sasa kwenye makumbusho ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kule Butiama. Kule ni sehemu ambayo alizaliwa pamoja na kuzikwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini pia kwenye makumbusho yake imeweka historia yake, vifaa vyake ambavyo alivitumia kwenye harakati zake zote. Lakini pia imeweka medali ambazo ametunukiwa, na medali na hisi zaidi ya 20 zote ambazo ametunukiwa Mwalimu Nyerere kwa vipindi tofauti mpaka wakati anafariki pia. Baada ya kufariki kuna medali nyingine pia zililetwa kwa ajili yake. Kwa zote zimehifadhiwa pale kwa ajili ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Lakini pia kuna historia pamoja na nyumba za Wazanaki. Na
na tukiongelea Wazanaki tunaongelea kabila dogo tu ambalo Mwalimu Nyerere ametoka, lakini lina utamaduni, tunasema rich, ni rich sana kwenye utamaduni, historia, lakini pia kuna historia kamili ya Mwenge wa Uhuru, kwa sababu sisi wengi tunajua tu kuhusu Mwenge wa Uhuru, lakini essence yake umetoka wapi, kwa nini Mwenge wa Uhuru, na kwa nini tunaambiwa Mwenge wa Uhuru hauvuki kijiji, haupiti kijiji, ni lazima kila sehemu kwenye kona yoyote ya Tanzania upite. Na hiyo sasa ni historia ambayo watu wengi sana hawaijui, lakini kuna maana kubwa sana nyuma ya ile kwamba mwenge ni lazima upite kila sehemu, yani hauachi sehemu, kwa sababu kwa ufupi tu ule mwenge ulianzishwa kwa ajili ya kutoa, ndio maana tunawasha mwenge tunaweka juu ya mlima Kilimanjaro ili uweze kuangaza sehemu yote yenye chuki, sehemu yote yenye udhalimu, sehemu yote yenye kila baya lolote liweze kumulikwa na liweze kupotea, kwa sababu tunajua wale wanaotenda maovu wanajificha, wanafanya gizani mara nyingi. Kwa hiyo ukiweka mwenge sehemu ya juu, ina maana inasafisha kila kitu. Kwa ile ni imani ambayo ilianzishwa kwenye kabila la Wazanaki, ambayo ilikuwa ni desturi yao kufanya hivyo. Kwa hiyo walikuwa wanawasha kama ikiwa imetokea kuna shida yoyote, au kila mwaka wanawasha, wanapita kwenye kila sehemu wanaupitisha ule mwenge. Ilikuwa ni sio mwenge kama tulionao sasa hivi, lakini ilikuwa ni torch tu, kijinga cha moto kile ambacho kuna mafuta maalum yalikuwa yanatumika, kuna material maalum ambayo hauzimiki. Na waliokuwa wanawasha sio watu wa kawaida, sio vijana, ni wazee wa mila ambao wanaiombea nchi yao, kwa sababu tunajua kabisa zamani sisi Tanzania jamii zilikuwa ni nchi koo, ni nchi unakuta nchi labda ya Wamasai, nchi ya Wasukuma, nchi kila kabila ilikuwa na nchi yao. Kwa hiyo na wale pia walikuwa na nchi yao ya Wazanaki, kwa walikuwa wanapitisha kwenye mipaka yao. Kwa wale wote ambao walikuwa wana haja ya kuja labda kufanya mabaya kwao, wote walikuwa wanashindwa, kwa sababu tayari walikuwa wameilinda mipaka yao. Kwa ndio maana ilikuja baadaye ikawa adapted kwa Tanzania, na tukawa tunaitumia kwa uzuri, na alipeleka kwa wakuu wakadiscuss na wakakubaliana. Kwa hiyo ni ndio maana haiachi sehemu, kwa sababu ukipandishwa juu ina maana unasafisha kote. Ndio. Kwa hiyo ni historia pia ambayo kwa undani wake zaidi, yani mimi hapo nimeongea tu kidogo kidogo sana, na mimi mpaka kitu kama yule ambaye alikuwa fahamu. Ndio. Kwa hiyo kwa undani wake ipo pale makumbusho ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Butiama. Ndio, lakini pia ukija makumbusho posta unaipata kwa sababu pale tumeweka kwa wale ambao hawawezi kufika sehemu wanafika pale. Na kwenye makumbusho ya Dar es Salaam pale karibia kila kitu kinachopatikana sehemu tofauti za makumbusho kipo pale kwa udogo. Ukitaka zaidi sasa unaweza kwenda kutembea kule. Ndio. Na kwa Songea tunazo makumbusho mbili. Tunayo makumbusho ya Rashid Mfaume Kawawa ambaye alikuwa tunasema alikuwa ni waziri mkuu wa pili wa Tanganyika na waziri mkuu wa kwanza wa Tanzania. Ndio, na yeye alitusaidia sana kwenye uongozi, na wote tunajua historia ya Rashid Mfaume Kawawa kwa ukubwa na kwa undani, lakini ukifika pale sasa utapata historia yake kwa ukamili, pamoja na handaki ambalo alikuwa anatumia kwa ajili ya kujificha na kuescape kama ukiwa na hatari. Unajua viongozi wetu wanapitia makubwa sana. Kwa hiyo ile historia tunaiweka kwa ajili ya kuihifadhi. Na tawi la mwisho kwa sasa hivi ni makumbusho ya Majimaji au kumbukumbu ya vita ya Majimaji. Na pale sasa tunapata historia kamili kabisa ya vita ya Majimaji ambayo ilitokea nchini kwetu. Na ilihusisha makabila zaidi ya 8. Yote waliungana, kipindi kile hakuna simu, hakuna nini, wote waliungana na wakapigana kwa ajili ya nchi yetu, ya taifa lao. Na mwisho kabisa napenda kualika Watanzania kuendelea kutufuatilia sisi hapa, kwa sababu tunaelekea kufungua ujenzi wa makumbusho, au tunaelekea kwenye ujenzi wa makumbusho ya marais ambayo itakuwepo Dodoma. Na ile makumbusho imepewa tu jina la makumbusho ya marais, lakini ile makumbusho inaongelea historia kamili sasa, kwa sababu kama nilivyoelezea kwamba historia ya Tanzania imegawanyika sehemu tofauti kwenye matawi, lakini ukifika sasa kwenye ile makumbusho ya marais unakuta historia kamili ya Tanzania kupitia vipindi vya marais. Ndio maana imeitwa makumbusho ya marais. Niona kwenye mitandao kuna siku aliongeaga rais kwamba inaendelea kujengwa, watu wakacomment kabisa, yani rais ametoka koti lake alovali kaweka pale mimi
hela yangu itumike. No. Hiyo sio hatujajua, Watanzania hatujafahamu bado kwamba ina maana gani, ndio maana tulikuwa tunaongea vile vibaya. Lakini kwa undani ile ni makumbusho ya historia ya Tanzania, na kwa sababu historia ni pana, imebidi tuinaro kwenye vipindi vya marais ili kuweza kuelezea kulikuwa na hiki na hiki na hiki na hiki. Exactly. Ikaja kwa hayati Mkapa tukapitia hiki, kwa hayati Mkapa tukapitia hiki, kwa Mheshimiwa Kikwete tukapitia hiki, kwa hayati Magufuli tukapitia hiki, kwa mama tumepitia hiki, na kutakuwa na eneo kwa ajili ya wale wanaoendelea. Kwa historia yetu itaendelea kusimuliwa vizazi na vizazi kupitia ile makumbusho. Ndio. Ni jambo jema sana. Sasa pengine hawa ambao walikuwa na beza ni vile tu walikuwa hawaelewi. Moja kikubwa ni taarifa, lakini pia kupata maarifa ya kile kitu ambacho yani taarifa ambayo unaipata. Ukipata yani ukielezewa vizuri, mwisho wa siku utaona kumbe. Na